Ikiwa ni mwendelezo wa stori ya siku nzima kuhusu kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu, ambapo leo shahidi wa Jamhuri, kamishna msaidizi wa polisi ACP Amin Mahamba ameendelea kujibu maswali ya dodoso kutoka kwa Lissu mbele ya jopo la majaji watatu wa Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam. ACP Mahamba, ambaye ni mtumishi wa umma anayefanya kazi katika makao makuu ndogo ya Jeshi la Polisi, ofisi ya mkurugenzi wa makosa ya jinai nchini DCI Dar es Salaam, katika kitengo X kinachoshughulikia makosa ya mtandao, makosa yanayotishia usalama wa nchi na migogoro, ameendelea kutoa ushahidi wake mbele ya mahakama hiyo. Katika mwendelezo wa maswali yake, Lissu alimuuliza shahidi maana neno uasi, kimtaka awaeleze majaji maana neno hilo. Shahidi alijibu kuwa uasi maana yake ni kuipindua nchi yako. Lissu akamshukuru shahidi na kumtaka asome maana neno hilo katika kamusi kuu ili majaji waweze kufahamu maana yake. Baada ya kusoma, shahidi alieleza kuwa uasi ni kitendo cha kuwapinga wenye mamlaka au kukiuka sheria za nchi. Lissu aliendelea kumuuliza shahidi kama alikuwa mkuu wa upelelezi wa matukio ya Oktoba 29 mwaka jana, ambapo shahidi alijibu kuwa si kweli, akieleza kuwa alikuwa miongoni mwa timu ya uchunguzi wa kitaifa iliyohusika na uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29 iliyotokana na uchaguzi. Katika kuendelea na maswali yake, Lissu alimuuliza shahidi kama anakumbuka kuwa kulikuwa na watuhumiwa waliofunguliwa mashtaka, mojawapo likiwa ni uhaini pamoja na mashtaka mengine, huku akimtajia mmoja wa watu waliofikishwa katika mahakama mbalimbali nchini ikiwemo mkoani Njombe. Shahidi alijibu kuwa hakumbuki, akieleza kuwa matukio yalikuwa ni mengi. Lissu aliendelea kumuuliza shahidi kama anaweza kuwaeleza majaji kuhusu watu wengi waliokamatwa kwa kesi ya uhaini kutokana na vurugu zilizotokea mwaka jana, huku akitaja idadi ya watu waliokamatwa. Shahidi alijibu kuwa yeye sio msemaji wa jeshi la polisi. Lissu akamuuliza tena kama anakumbuka kwa kesi zote zilizotokana na vurugu za mwaka jana zilifutwa, ambapo shahidi alijibu kuwa hakumbuki. Katika sehemu nyingine ya maswali yake, Lissu alimuuliza shahidi kuhusu mkutano wa Aprili 3 mwaka 2025, akitaka kujua kama katika mkutano huo alikuwepo waandishi wa habari kutoka Azam TV, Arusha One, Chanzo TV, ITV na Mwananchi Digital. Shahidi alikubali kuwa ni kweli waandishi hao walikuwepo. Lissu akamuuliza shahidi kama waandishi hao walirusha matukio ya mkutano huu, ambapo shahidi alijibu kuwa waandishi hao walirusha taarifa hizo kupitia Jambo TV. Lissu aliendelea kumuuliza shahidi kuhusu wajibu wa mtu anayepata taarifa zinazohusu uhaini, akitaka kujua kama mtu huyo anatakiwa kutoa taarifa kwa jeshi la polisi. Shahidi alijibu kuwa ni kweli. Lissu akamuuliza kama mtu anayepata taarifa kuhusu kupanga njama za uhaini na ambaye hakuzifikisha taarifa hizo kwa vyombo vya dola anakuwa ametenda kosa. Katika swali hilo, shahidi alijibu kuwa hajafuatilia. Lissu aliendelea kumuuliza shahidi kama kuna hata mmoja wa watu waliopata taarifa hizo za uhaini na ambao hawakuzitoa kwa vyombo vya dola aliyekamatwa. Shahidi alijibu kuwa hakuna. Lissu alieleza mahakama kuwa katika mkutano huo kulikuwa na watu zaidi ya 500 waliokuwa wakimsikiliza, wakiwemo viongozi wa chama na wanachama. Shahidi alijibu kuwa hakuwa na takwimu za kuthibitisha idadi hiyo. Lissu akamuuliza shahidi kama kuna hata mmoja aliyekamatwa kwa kuficha taarifa kuhusu uhaini, ambapo shahidi alijibu kuwa hakuna. Baada hapo, Lissu aliendelea kumuuliza shahidi kuhusu matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea nchini, ambapo baadhi ya watu waliwahi kukamatwa na jeshi la polisi kushtakiwa kwa kosa la uchochezi pamoja na makosa mengine, lakini baadaye kesi hizo zilifutwa. Katika maswali hayo, shahidi alijibu kuwa hafahamu kuhusu matukio hayo. Maswali ya Lissu kwa shahidi huyo yameendelea kujikita katika matukio yanayohusishwa na kesi hiyo, hatua zilizochukuliwa na vyombo vya dola pamoja na namna taarifa zinazohusu tuhuma za uhaini zilivyoshughulikiwa. Kesi hiyo inaendelea kusikilizwa mbele ya jopo la majaji watatu wa Mahakama Kuu Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, wakiongozwa na Mheshimiwa Jaji Danstan Ndunguru pamoja na majaji wengine wawili. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.
Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.